Nilipata bahati ya kutembelea nikiwa na waziri wangu wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa. Na siku hiyo tulikuwa na nafasi nzuri ya kusikiliza changamoto na wananchi hawa walipata maneno ya kusema, na leo yako ambayo wanashuhudia yametekelezwa. Kabla sijafika hapa, nilitaka kujiridhisha ya kwamba ahadi zilizotolewa na viongozi wangu tumefikia asilimia ngapi. Na moja ya eneo ambalo nilielewa kwa kina lilikuwa ni habari ya kituo cha afya. Kwa kuwa kata hii ni kata kubwa, ina wakazi wasiopungua watu 11,000 na umbali mkubwa uliopo wa kuipata hospitali ya wilaya zaidi ya kilomita 35, na vile zahanati zilizopo hazitoshelezi mahitaji, na kama kuna huduma ya karibu zaidi sio chini ya kilomita 24. Ni mbali na ni mateso, na sio yale ambayo Chama cha Mapinduzi kilitutuma kufanya. Maelekezo ya waziri wetu wa TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa yameanza kutekelezwa. Moja, kwa kuhakikisha barabara iliyokuwa na changamoto ya daraja zimetengwa fedha na mkandarasi kufanya kazi, na sasa wako zaidi ya 85%. La pili ilikuwa ni swala la shule kutokuwa na maji, changamoto iliyopelekea wanafunzi kutafuta maji umbali mrefu. Mradi uliokuwepo, kisima cha kwanza kilichochimbwa kinatoa maji, kisima cha pili maji yamepatikana, na sasa wako kwenye mchakato wa kuyasambaza au kuweka miundombinu ili wananchi na wanafunzi wapate maji katika maeneo ya shule. TARURA imetenga milioni 270, na hizo fedha zote ziko kwenye bajeti 2025-26. Na mimi nilibeba ile bajeti kuipeleka Dodoma kwenye kamati ya bunge na ikapita. Hizi fedha zote zinakuja kutengeneza barabara, ikiwepo moja ya Lesingita kuja Mdalala yenye urefu wa kilomita 13.10, alafu na jingine kutoka hapa kwenda Meuloa ina kilomita na zenyewe imetengewa milioni 185 katika maombi waliotoa hapa ya kwamba ziende kwa ajili ya kuboresha angalau hata barabara ya Mola. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, leo tumeongea na waziri wetu wa TAMISEMI na tayari pesa imeshaelekezwa au imeshatolewa zaidi ya milioni 250. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, halmashauri hii kwa sababu pia imeweza kukusanya mapato, hawana sababu ya kusubiri ile pesa ionekane kwenye mfumo. Sababu bosi wetu waziri wa TAMISEMI akishasema maana yake ni utekelezaji. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunamshukuru Daktari Samia na wananchi hawa wanaendelea kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6, na siku ya tarehe 26 katika sherehe za Muungano tutakuwa pale Arusha jiji. Nitumie fursa hii kualika, na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ndio anayesimamia nishati safi katika nchi yetu. Tumeandikisha wamamalishe wa mkoa mzima wa Arusha, watakuja pale, atawaeleza umuhimu wa matumizi ya nishati safi, na wengi wao wataondoka pia na majiko ya gesi. Niseme mambo makubwa tu mawili. Shule hii kwetu ni heshima. Shule hii kwetu ni alama. Shule hii kwetu ni kumbukumbu na ishara ya upendo wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa mkoa wa Arusha. Nichukue fursa hii kumpongeza sana kaka yangu Mwongera aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha na timu yake nzima kwa maamuzi yao ya busara ya kuileta shule hii kujengwa katika wilaya ya Longido. Sasa hata sisi wageni tuliopokea kijiti tunaona mandhari mazuri. Yaani mwanafunzi anasoma katika mazingira mazuri kama haya. Wakishawekewa na uzio, maana yake wanaona wanyama, wanaona mlima mzuri, wana hali ya hewa, kuna utulivu mkubwa. Ni maamuzi ya busara sana ambayo sisi tunaunga mkono, na faida zake watatuambia wanafunzi katika matokeo mazuri ya ufaulu. Lakini la pili, tunakushukuru sana wewe kwa kutenga muda wako kufika kwenye shule hii. Ungeweza kusema nipelekeni mpakani, ungeweza kusema nipelekeni kule Mdalala, ungeweza kusema twende kule kwenye mradi wa maji, lakini kwa mapenzi yako makubwa na kwa sababu wewe ni mtaalamu na msomi uliyebobea, uliona ni muhimu uje watie moyo watoto wetu wa kike katika mkoa wetu walioko katika shule ya Daktari Samia. Wazazi mlioko hapa, mkiona uwekezaji huu unafanyika kwenye wilaya yenu, maana yake ni kwamba serikali imekusudia kuleta maendeleo kwa watu wake. Mheshimiwa Rais wetu
wakati anaingia madarakani, yeye alisema neno moja, kazi endelee, na kazi mnaiona inaendelea. Nimepewa taarifa na nimefanya ufuatiliaji kwenye wilaya yenu hii. Fedha ambazo zimekuja hapa ni bilioni 101 na milioni 500. Zote zimemwagwa kwenye wilaya hii kwa ajili ya maendeleo yenu. Na mkitaka kujua mipango ya maendeleo ilivyowekwa vizuri, fedha hizi zimepangwa, kipaumbele cha kwanza ni elimu. Zaidi ya bilioni 21 zimemwagwa kwa ajili ya elimu kwa ajili ya wilaya hii. Wanafunzi mlioko hapa, someni kwa bidii. Nimeambiwa mnahitaji jiko la gesi. Tumeshawasiliana na mtu, kuanzia wiki ijayo watafanya utaratibu waje wafungie gesi, tuanze kutumia gesi. Nimetembelea maabara zile zimejengwa vizuri, lakini hazijaanza kufanya kazi. Nimemwelekeza mkuu wa mkoa afuatilie kwa karibu na mkurugenzi, maabara hizo vifaa vimenunuliwa tayari, watoto waanze kutumia maabara. Wanangu ya kusoma, someni kwa bidii. Wapeni heshima wazazi wenu waliojinyima kidogo ama kingi kwa ajili ya kuwaleta hapa muweze kusoma. Shule hii itakuwa kielelezo cha mkoa wa Arusha, na ningetamani iwe shule nzuri. Kwanza ilipo panatosha kuwa utalii. Sina mengi ya kusema zaidi sana. Napenda kutoa salamu za shukrani kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule hii ya wasichana. Hatimaye sasa tunaweza kusoma kwa amani na tukiwa tuna mabweni yetu hapo. Hatuna shaka ya usalama, kwani baada ya darasani ni mabwenini. Kwa hiyo tunachokiwaza ni kitabu mpaka mwisho, na tuna imani tutatimiza ndoto zetu. Asante. Nimekuja Arusha, nimekuta ni mkoa wenye utulivu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nalizungumza hili kwa sauti na uwe mfano kwa viongozi wengine nchini. Ndugu zanguni, tukiwa na mkoa wenye utulivu, tutawahudumia Watanzania hawa. Hawa Watanzania hawataki migogoro yetu sisi viongozi. Na wakati mwingine migogoro tulionayo ni migogoro ya maslahi binafsi. Tumeacha kuwahudumia wananchi, tunashughulikiana. Tunataka huyu akwame ili huyu afanikiwe, kwa sababu tuna cartel. Mkoa wa Arusha, nimekwenda Monduli jana, wanaungana. Nimekuja hapa Longido, wanazungumza lugha moja. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hongera sana. Endelea kusukuma hivyo. Tunataka Arusha watu waungane, wafanye kazi ya pamoja. Hakuna kitu kinachotia aibu. Unakuta kiongozi umepewa nafasi mahali fulani, ama wewe una cheo mahali fulani, badala ya uzungumze shida za watu, unazungumza watu, huyu kwako mbaya, yule mbaya, huyu mbaya. Wewe ukiulizwa uzuri wako huna cha kuonyesha. Nataka niwaombe watu wa Arusha, watu wa Monduli, watu wa Longido, viongozi tuliopewa nafasi, mteja wetu wa kwanza awe mwananchi, mteja wetu wa pili awe mwananchi, mteja wetu wa tatu awe mwananchi. Hawa wananchi ndio wanatupa uhalali wa sisi kuitwa viongozi. Ni kwa kodi zao tuko hapa, ni kwa sababu wanalipa kodi tujenge nchi yetu. Maono ya viongozi wetu wakubwa, rais wetu na wasaidizi wake, makamu wa rais na waziri mkuu na viongozi wengine, wangependa kuona tunawaondoa Watanzania kwenye umaskini. Hatuwezi kuwaondoa Watanzania kwenye umaskini tukihubiri chuki na migawanyiko miongoni mwetu.